Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Basi watu wa Mungu, amjambo. Basi ninawakaribisheni sana katika mwendelezo wa somo letu. Somo letu likiwa linasema ufunuo wa uungu leo. Ufunuo wa uungu leo. Na leo tuko sehemu ya 17 ya somo letu. Katika siku ya leo tutakwenda kujifunza kipengele kitakachokuwa kikisema tabia ya Mungu na msingi wa serikali ya Mungu. Tabia ya Mungu na msingi wa serikali ya Mungu. Basi tunapokiendea kipengele hiki, ni waombe tuweze kupiga magoti ili tuweze kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa nafasi uliotupatia. Tunakusihi katufundishe neno lako, ukatuelekeze mapenzi yako kupitia Roho wako pekee, ndipo tunaweza kuelewa. Katusaidie mimi pamoja na msikilizaji. Mimi nitumie kama chombo, na msikilizaji mpe Roho wako, muongoze katika kuelewa kweli hizi za milele, na ukatufanikishe katika kuelewa uungu vile ambavyo umeufunua leo, unavyohitaji tuweze kuelewa katika nuru sahihi inayotoka katika neno lako. Tunaamini unatupenda na utaendelea kutusaidia. Tunaomba haya kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu yangu, nikukaribishe katika mwendelezo wa somo letu. Somo letu linasema ufunuo wa uungu leo, na katika siku ya leo tuko sehemu ya 16 tuko sehemu ya 16. Tuko katika sehemu ya 17 ya somo letu. Tuko katika sehemu ya 17 ya somo letu. Katika sehemu hii ambayo ni sehemu ya 17 ya somo letu, leo tutakwenda kujifunza tabia ya Mungu na msingi wa serikali ya Mungu. Tabia ya Mungu na msingi wa serikali ya Mungu. Katika sehemu ya 16 ambayo imekwisha pita, kipindi tulichokifanya hapo nyuma, tuliweza kujifunza mapenzi ya Mungu tangu milele. Kwamba Mungu alikuwa na mapenzi gani? Mungu alikuwa na mapenzi gani tangu milele? Tuliweza kuona kwamba kusudi ambalo Mungu alikuwa nalo tangu milele, alikuwa na kusudi la kufanya uumbaji. Lakini wakati Mungu alipokuwa akihitaji aweze kufanya uumbaji, alikuwa na makusudio yafuatayo.
Mungu alikusudia aweze kuumba kiumbe atakaoishi milele. Hilo tukaona lilikuwa ni kusudi la kwanza la Mungu. Lakini kusudi la pili la Mungu, Mungu alikusudia aweze kuumba viumbe watakaokuwa huru, watakaokuwa na utashi binafsi, watakaokuwa na maamuzi ya kuchagua. Alikuwa kusudi la Mungu awaumbe viumbe ili waweze kuwa maroboti. Sasa tuliweza kuona kwamba baada ya kuwa Mungu alipokuwa ameweza kuwaumba hawa viumbe, aliwawekea utaratibu. Na tuliona kwamba utaratibu ambao Mungu alikuwa amewawekea hawa viumbe ilikuwa ni sheria yake ya upendo. Sasa leo tutaenda kuongelea kuhusu utaratibu huu ili uweze kueleweka vizuri, na baada ya hapo ndipo sasa tukaingie kwa ndani katika masomo ya uumbaji, katika masomo yatakayokuwa yakihusu uumbaji. Sasa katika kipengele cha leo ambacho ni kipengele cha 17 cha somo letu, tutajifunza juu ya tabia ya Mungu na msingi wa serikali yake. Tabia ya Mungu na msingi wa serikali yake. Sasa Mungu alihitaji anzishe serikali yake. Mungu alihitaji anzishe serikali yake ambapo atakuwa ana viumbe ambavyo anaviongoza. Sasa Mungu alipokuwa anahitaji anzishe serikali yake, hapo akiwa huko katika siku za milele, akiwa anahitaji anzishe serikali yake, alihitaji serikali yake, msingi wa ile serikali yake uweze kuwa ni nini? Kwanza tuweze kuiona tabia ya Mungu, kwamba tabia ya Mungu ni ipi? Tabia ya Mungu ni ipi? Sasa tuweze kuona, je, Mungu ana tabia gani? Tabia ya Mungu ni ipi? Kwa mujibu wa neno la Mungu, waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 8. Twende pale rafiki, katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 8. Katika kitabu hichi cha waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 8, neno la Mungu linasema, waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 8 unasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hiyo tabia ya Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Hii ndiyo tabia kubwa kabisa ambayo inafunuliwa, au tabia kuu ya Mungu. Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Unaweza ukasoma pia katika hiyo waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 16. Neno la Mungu linasema, basi nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo ukaa ndani ya Mungu na Mungu ndani yake. Maandiko yanatuambia Mungu ni upendo, na yeye ambaye anakaa kwenye upendo ndiye anakaa kwa Mungu, na mtu huyo ndiye Mungu anakaa ndani yake. Kwa hiyo sasa tabia ya Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Hii ndiyo tabia yake. Hii ndiyo tabia yake. Na tabia hii ya Mungu ambapo kwamba yeye ni upendo, wakati Mungu alipokusudia aviumbe viumbe, Mungu alikusudia kwamba msingi wa serikali yake ama sheria yake iwe ni upendo. Kwa hiyo Mungu baada ya kuwa ameumba viumbe, aliweza kutoa sheria gani? Sheria ya Mungu ambayo Mungu alikusudia kwamba ataitoa kwa viumbe. Mungu alikusudia kwamba sheria hii ataitoa kwa viumbe, na sheria hii ndiyo iwe msingi wa serikali yake. Mungu alikusudia kufanya nini wakati atakapoweza kuviumba viumbe? Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 21. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 21. Neno la Mungu linasema, na amri hii tulipewa na yeye, ya kwamba
na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu na ampende na ndugu yake. Katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 21, neno la Mungu linasema kwamba amri hii tumepewa na Mungu, kwamba yeyote ambaye anatakiwa ampende Mungu na ampende na ndugu yake. Amri hii ya upendo, kumpenda Mungu na kumpenda mwenzako, si kwamba ni amri tu iliyotolewa kwa wakazi wa dunia hii, yani wanadamu. Ukiangalia kwa makini utaona kwamba hata malaika wanatakiwa waweze kutii kipengele hiki, kwamba hata malaika walioumbwa kabla yetu sisi, kama tutakavyoona katika masomo hapo mbele, malaika walioumbwa kabla yetu sisi, hawa malaika na wao pia walitakiwa waweze kumpenda Mungu, na walitakiwa waweze kupendana wao kwa wao, yani kila mmoja ampende mwenzake. Utaangalia kwamba hii ndiyo sheria ambayo iliweza kutolewa. Hii ndiyo sheria ambayo Mungu aliweza kuitoa. Kwa nini? Kwa viumbe. Kwa hiyo upendo ambao ndio tabia yake, ndiyo hiyo sheria ambayo Mungu alipenda aweze kuitoa kwa viumbe wake. Kwa hiyo sheria ya Mungu, je, Mungu ametoa sheria gani kwa viumbe? Je, sheria ya Mungu ni nini? Tunaweza tukasoma pia katika kitabu cha Mathayo 22:35 hadi 39. Kitabu ni cha Mathayo 22. Mathayo 22 mstari wake wa 35 hadi 39. Tutaenda hadi 40. Anasema, mmoja wao wanasheria akamuuliza akamwambia, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Na hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo amri ya pili ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Fungu la 40, katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na manabii. Wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, wakati alipoulizwa aseme amri kuu, alitaja amri hizi mbili. Amri ya kwanza aliyosema ni kuu ni kumpenda Mungu. Amri ya pili aliyosema ni kuu ni kumpenda jirani yako. Na Yesu akasema amri hizi mbili ndipo ambapo sheria yote, yani Torati, imejengwa kwayo, na manabii wote wamejengwa katika haya mambo mawili. Na amri hizi mbili ndizo ambazo pia zimeijenga serikali ya Mungu. Mungu alikusudia kwamba ndio ziweze kuijenga serikali yake, ndio ziweze kuijenga serikali yake. Kwa hiyo amri kuu ni upendo. Kwa hiyo sheria kuu ni upendo, na hii ndiyo sheria kuu ambayo kwamba Mungu alikuwa ameitoa kwa viumbe wake. Kwa hiyo zingatia, si kwamba hapa Yesu alitoa amri mpya. Hapana. Si kwamba hapa Yesu alitoa amri mpya ambazo hazikuwepo zamani. Hapana, zilikuwepo tangu zamani. Hapo si kwamba Yesu alitoa amri mpya ambazo hazikuwepo. Hizi amri zilikuwepo tokea zamani. Tena msingi wake ni mbinguni. Msingi wake ni mbinguni. Hizi amri ndizo Mungu aliweza kuziweka ziweze kuiongoza serikali yake. Amri hizi ambazo Yesu alizitaja hapa pia zilikuwa zimekwisha kuandikwa tangu kipindi cha Agano la Kale. Mfano, amri ile ya kwanza tunaisoma katika kitabu cha Kumbukumbu. Kitabu cha Kumbukumbu 6 mstari wa 4 mpaka wa 5. Kisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4 mpaka wa 5. Hapo neno la Mungu linasema, anasema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo amri hii ilikuwa imekwisha kutolewa tangu zamani, tangu kipindi cha nyuma. Yesu anapokuja, tayari mambo haya walikuwa wameshafundishwa katika taifa la Wayahudi, kwamba wanatakiwa kumpenda Mungu
Na amri ya pili Yesu aliyoitaja pia na yenyewe pia ilikuwa imekwisha kutolewa, nayo tunaisoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi 19 mstari wa 18. Twende hapo. Mambo ya Walawi 19 mstari wake ni wa 18. Katika kitabu cha Mambo ya Walawi 19 mstari wake ni wa 18, anasema, usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo Yesu hata alipoulizwa amri kuu alirejelea kwenye hayo mambo mawili. Moja ni kumpenda Mungu, mbili ni kumpenda jirani yako. Je, umeona hapa wazi kuwa Yesu hakuleta amri mpya? Kwa hiyo Yesu si kwamba hapa alileta amri mpya. Hapana. Yesu hapa hakuleta amri mpya. Uthibitisho zaidi kwa hiyo amri hii ya upendo ambayo Yesu aliileta ndiyo tabia ya Mungu. Maana tumesoma maandiko yanatueleza kwamba Mungu ni upendo, na si kwamba hapa kwamba ililetwa amri mpya. Hapana. Ukisoma waraka wa pili wa Yohana, maana kuna ndugu wengine wanafundisha kwamba Yesu alipokuja alileta amri mpya, na amri hizo ni upendo. Si kwamba ni amri mpya. Hizi amri zimekuwepo tokea zamani. Ukisoma waraka wa pili wa Yohana 1, tasoma mstari wake wa 6. Waraka wa pili wa Yohana 1, tasoma mstari wake ni wa 6. Neno la Mungu linasemaje? Anasema kwamba na huu ndio upendo, tuenende kwa kuzifuata amri zake. Na hii ndio ile amri kama mlivyosikia tangu mwanzo, kwamba muenende katika hiyo. Anasema na huu ndio upendo, tuenende kwa kuzifuata amri zake. Na hii ndio ile amri kama mlivyosikia tangu mwanzo, kwamba muenende katika hiyo. Ukisoma mstari wake wa 4, anasema, nafurahi mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenda katika kweli, kama vile tulivyopokea amri kwa Baba. Wanaenda katika kweli kama vile tulivyopokea amri kwa nani? Kwa Baba. Mstari wake ni wa 5, anasema, na sasa mama, na kuomba si kwamba na kuandikia amri mpya, bali ni ile tuliyokuwa nayo tangu mwanzo, kwamba tupendane. Kwa anasema si kwamba hizi ni amri mpya, hii ni amri iliyokuwepo tokea mwanzo, kwamba tupendane. Na tunaposema tokea mwanzo, amri hii ya upendo ilitolewa tokea mwanzo wa maisha ya viumbe. Mwanzo wa maisha ya viumbe, Mungu amri aliyoweka ili iweze kuongoza viumbe ni amri ya upendo. Lilikuwa ni kusudi la Mungu atakapoviumba aweze kuweka amri hii ya upendo kwa hawa viumbe. Tuweze kusoma pia waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 20 na 21. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake wa 20 na 21, anasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Na amri hii tumepewa na yeye, yani Mungu, ya kwamba kila ampendaye Mungu na ampende ndugu yake. Kwa amri ambayo ilitolewa na Mungu kwa viumbe ni kwamba kumpenda yeye na kukipenda kumpenda kiumbe mwenzako. Yani kumpenda Mungu na kumpenda jirani yako. Kwa hiyo amri ya Mungu ni amri ambayo ilitolewa na Mungu ina pande mbili na vipengele viwili, kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Hivyo sheria au amri ya Mungu ni upendo. Kwa ujumla tunaweza kusema kuwa Mungu ana amri moja tu ya upendo. Kwa ujumla tunaweza kusema kuwa Mungu ana amri moja tu ambayo ni upendo. Ufafanuzi zaidi hapa kuhusu sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu ya upendo kwa ujumla wake, sheria ya Mungu kwa ujumla wake ni moja tu, upendo.
Tukiongelea sheria ya Mungu kwa ujumla wake ni moja tu, ambayo ni upendo. Nayo ina vipengele viwili tu vikuu. Kipengele cha kwanza ni kumpenda Mungu, kipengele cha pili ni kumpenda jirani yako, yani kumpenda kiumbe mwenzako, ambayo hapo tumesoma katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake wa 21, ambapo amesema, na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu na ampende na ndugu yake. Kwa hiyo amri hii tumepewa na Mungu, kwamba yeyote ambaye anampenda Mungu ampende na ndugu yake, ampende na ndugu yake. Kwa hiyo amri ya Mungu au sheria hii ya Mungu ina vipengele viwili. Vikifafanuliwa, basi hapa tunapata vipengele 10. Kwa vipengele hivi viwili ndipo vilipokuja kufafanuliwa, ndipo tunapata vipengele 10. Pale Sinai, wakati Mungu alipotoa na kutangaza amri zake 10, ilifanyika tu fafanuzi ya upendo. Pale katika mlima Sinai, si kwamba Mungu alikuwa analeta amri tofauti na upendo. Hii ilikuwa ikifanyika fafanuzi ya amri ya upendo. Hivyo zile amri 10 za Kutoka 20 mstari wake wa kwanza hadi wa 17, hapo utaenda kwenye Biblia yako kwenye kitabu cha Kutoka 20 mstari wake wa kwanza hadi wa 17, hapo tunapatana na tunazikuta zile amri 10 za Mungu. Amri hizi zilitolewa pale mlima Sinai. Ni amri moja tu ya upendo yenye vipengele viwili. Kwa hiyo hata zile amri 10 ambazo zilitolewa pale kwenye mlima Sinai, kama zilivyoandikwa katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wake wa kwanza ni hadi wa 17, amri hizi mbili, amri hizi ni amri hizi 10 ni amri ambazo zimejengwa katika vipengele viwili, ambavyo ni kimoja ni kumpenda Mungu na kingine ni kumpenda jirani yako. Kwa hiyo vipengele viwili ambavyo pia ndivyo vinazifupisha zile amri 10 za Mungu. Kipengele cha kwanza ni kumpenda Mungu na kipengele cha pili ni kumpenda jirani yako. Kwa hiyo kibao cha kwanza ina maana kilihusisha amri ya kwanza hadi ya 4, amri ambayo ni ya kumpenda nani? Kumpenda Mungu. Kibao cha pili kilihusisha amri ya 5 mpaka ya 10. Kwa hiyo hapa katika amri 10 ni fafanuzi tu ya amri ya upendo. Pale mlima Sinai iliweza kufundishwa hivi: kumpenda Mungu moja. Kipengele cha kwanza, kumpenda Mungu ni kutokuwa na miungu mingine. 2, kumpenda Mungu ni kutokusujudia au kutumikia sanamu. 3, kumpenda Mungu ni anasema kwamba, hebu tuanze vizuri, niweke katika lugha hii. Pale katika mlima Sinai, amri hizi 10 zilikuwa ni fafanuzi ya neno upendo. Hapa ilifafanuliwa kwamba kutokumpenda Mungu, moja ni kuwa na miungu mingine. 2 ni kutumikia na kusujudia sanamu. 3 ni kutokuliheshimu jina lake na kulitumia vibaya. 4 ni kutokuiheshimu na kuitunza siku ya 7 ambayo ni sabato ya Bwana kitakatifu. Na pia ikatolewa kwamba kutokumpenda jirani yako ni kutokumheshimu, yani kumdharau, ni kumuua, ni kuzini naye, ni kumuibia, ni kumshuhudia uongo, ni kutamani vitu vyake. Kwa hiyo hapo zile amri 10 ilikuwa ni fafanuzi wa sheria hii ambayo moja ya upendo. Kwa hiyo hapa imefunuliwa kupenda na kutokupenda ni nini. Pale katika mlima Sinai kilichokuwa kinajaribu kuonyeshwa ni kutokupenda na kutokupenda ni nini, kwamba tafsiri ya kumpenda Mungu ni nini. Ndiyo maana ya zile amri 10. Kwa hiyo tafsiri ya kumpenda Mungu ni nini ikatupa amri ya kwanza mpaka ya 4. Alafu tafsiri ya kumpenda jirani yako ni nini ikatupa amri ya 6 mpaka ya ngapi? Mpaka ya 10. Kwa hiyo zile amri 10 ni amri moja tu ya upendo yenye vipengele viwili tu, ambavyo ni kumpenda Mungu na kumpenda jirani yako.
Hebu tukalithibitishe hili katika kitabu cha Warumi 13 mstari wa 8 mpaka wa 10. Kitabu ni cha Warumi 13. Kitabu ni cha Warumi 13 mstari wake ni wa 8 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema, msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani na ikiwepo amri nyingine yoyote inajumlishwa katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halimfanyii jirani neno baya, basi pendo ndiyo utimilifu wa sheria. Kwa hiyo Yesu anasema kwamba upendo haumfanyii jirani neno baya, kwamba utakapokuwa na upendo huwezi kumfanyia jirani yako neno lolote baya, basi upendo ndio utimilifu wa sheria. Na hapa anatuonyesha zile amri: usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, waheshimu wazazi. Amri hizo ni neno moja, mpende jirani yako kama nafsi yako. Na kuna nyingine pia ziko katika kipengele hiki, kumpenda Mungu, kumpenda Mungu. Kwa hiyo sasa utaweza kuona jambo lifuatalo, kwamba huwezi kushika sheria upande mmoja bila kuvunja sheria upande nyingine. Yaani hauwezi ukampenda Mungu alafu usimpende jirani yako, na huwezi ukampenda jirani yako na usimpende Mungu. Hilo ni jambo ambalo kwa kweli haliwezekani. Hilo ni jambo ambalo kwa kweli haliwezekani. Kwa hiyo sheria hizi, yani sheria hii ya Mungu ambayo ni upendo, huu ndio msingi wa serikali ya Mungu. Mungu alikuwa amekusudia kwamba sheria ya upendo ndiyo iwe msingi wa serikali yake, na sheria ya upendo ndiyo Mungu alikuwa amekusudia kwamba iweze kuleta ulinganifu katika serikali yake, na ndiyo iwe furaha ya viumbe, na ndiyo iwe furaha ya viumbe. Hebu tukasome waraka wa kwanza wa Yohana 3. Twende pale. Kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana 3. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 14 na 15. Anasema sisi tunajua ya kwamba, waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 14 na 15. Anasema sisi tunajua ya kuwa tumepita kutoka mautini na kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa anakaa katika mauti. Kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kwamba kila muuaji ana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Kwa hiyo maandiko yanatueleza kwamba kila ambaye anamchukia ndugu yake ni muuaji, na kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Hapo utagundua kwamba kanuni kuu ya Mungu katika kiumbe kuendelea kuwa na uzima ni kuwa na upendo. Pale kiumbe atakapokoma kuwa na upendo, ndipo hapo uzima utakoma kuwa kwake. Hiyo ndiyo Mungu aliweka ili iwe msingi wa serikali yake, kwamba kiumbe yoyote ambaye angelihitaji aendelee kuwepo katika serikali ya Mungu, ilikuwa ni kusudi ya kwamba awe na tabia yake ya upendo. Na wakati kiumbe atakapokuwa na upendo, ndipo kiumbe hapo atakuwa na uzima ukikaa ndani yake. Na yeyote ambaye atakosa kuwa na upendo, hapo atakuwa ameuondoa uzima kutoka ndani yake. Kwa hiyo upendo wa Mungu ambao ni tabia yake ndio ikawekwa iweze kuwa kanuni kuu iongozayo maisha ya viumbe, na sharti kuu la uhai wa viumbe vyote, kwamba viumbe vyote ili viweze kuwa na uhai, ilikuwa ni kusudi la Mungu kwamba viwe na upendo. Viwe na upendo. Na anayekuwa na upendo anaacha kuwa kwenye mauti. Anayekosa kuwa na upendo anakuwa yuko katika mauti. Na sasa utaweza kuona kwamba upendo
ndiyo Mungu alikusudia kwamba uwe ndiyo msingi wa serikali ya Mungu. Hebu sasa tukaangalie msingi wa serikali ya Mungu, kwamba Mungu alipokuwa anahitaji aanzishe serikali yake, msingi wa ile serikali yake ulikuwa ni nini na ulikuwa ni upi? Mungu alipokuwa anahitaji aanzishe serikali yake, msingi wa serikali yake ulikuwa ni nini na ulikuwa ni upi? Hebu tuende katika kitabu ni cha Zaburi. Tuende katika kitabu cha Zaburi. Zaburi hapa naenda kuongelea msingi wa serikali ya Mungu. Kwa tabia ya Mungu ni upendo. Hebu sasa tukaangalie msingi wa serikali ya Mungu. Wakati Mungu akihitaji aianzishe serikali yake, msingi wa serikali yake utakuwa ni nini? Kitabu ni cha Zaburi. Zaburi 89 mstari wake ni wa 14. Twende pale mpendwa. Kitabu ni cha Zaburi 89 mstari wake ni wa 14. Anasema kwamba haki na hukumu ndiyo msingi wa kiti chako. Haki na hukumu ndiyo msingi wa kiti chako. Fadhili na kweli zinahudhuria mbele ya uso wako. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba haki na hukumu ndiyo msingi wa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo kiti cha enzi cha Mungu akiwa na maana kwamba utawala wa Mungu, haki na hukumu ndiyo msingi wa kile kiti cha enzi. Sasa hebu tuende katika maandiko. Je, haki ya Mungu ni nini? Au hii haki ambayo ni msingi wa serikali ya Mungu ni nini? Hii haki ambayo ni msingi wa serikali ya Mungu ni nini? Tuende katika kitabu cha Isaya 51 mstari wake ni wa 6. Kitabu ni cha Isaya 51 mstari wake ni wa 6. Neno la Mungu linasemaje? Twende pale mpendwa. Kitabu ni cha Isaya. Isaya 51 mstari wake ni wa 6. Neno la Mungu linasema, inueni macho yenu mbinguni, mkatazame nchi chini, maana mbingu zitatoweka kama moshi, na nchi itachakaa kama vazi, nao wakao ndani yake watakufa kadhalika, bali wokovu wangu utakuwa wa milele na haki yangu haitatanguka. Mungu hapa anasema tuinue macho juu, tutazame mbinguni, kisha tutazame nchi chini. Anasema kwamba mbingu zinaweza zikatoweka. Anasema yani mbingu akimaanisha anga linaweza likatoweka. Anasema kwamba na nchi inaweza ikachakaa, nao wakao ndani yake watakufa kadhalika, bali wokovu wake utakuwa ni wokovu wa milele na haki yake haitatanguka. Neno la Mungu linasema kwamba mbingu zinaweza zikaondoka zote. Mbingu zinaweza zikaondoka. Mbingu zinaweza zikaondoka kwa maana ya hili anga linaweza likaondoka. Anasema na nchi inaweza ikachakaa, na wote wanaokaa ndani yake wanaweza wakafa, lakini haki yake haitatanguka. Kwa nini? Kwa sababu haki yake ndiyo msingi wa serikali yake. Sasa hii haki ya Mungu ambaye haitatanguka ni ipi? Ambapo ni bora mbingu itoweke na nchi ichakae na watu wote wakao ndani yake wafe, lakini haki yake isitanguke. Hii haki ya Mungu ni nini? Ili kuweza kuelewa hii haki ya Mungu ni nini, tunaweza tukaenda katika kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 5 mstari wake wa 17 na 18. Kuna jambo ambalo Yesu alilisema linalotufunulia juu ya haki ya Mungu ni nini. Maana Yesu alinukuu maneno haya ambayo tumeyasoma kisha akayafafanua. Hapo ni kitabu gani? Kitabu ni Mathayo 5 mstari wake ni wa 17 mpaka mstari wake ni wa 18. Twende hapo mpendwa. Mathayo 5 mstari wake ni wa 17 hadi mstari wake ni wa 18. Neno la Mungu linasema, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya nimesoma. Nianzie mstari wa 17. Nilikuwa nimeanza 15 mpendwa. 17 anasema, msizani ya kuwa na alikuja kutengua Torati au manabii. La, sikuja kutengua bali kutimiliza.
Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Yesu anasema kwamba mbingu na nchi zinaweza zikaondoka, lakini yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka. Kwa hiyo Yesu anatuonyesha hapo Torati, kwa maana ya sheria ya Mungu, haiwezi ikaondoka. Haiwezi ikaondoka. Mbingu na nchi zinaweza zikaondoka, lakini Torati haitaweza kufanyaje? Kuondoka. Kwa hiyo Torati ni sheria ya Mungu. Kwa hiyo sheria ya Mungu ndio Isaya aliyosema ni haki ya Mungu isiyoweza kutanguka. Yesu anakuja kunukuu haya maneno, akinukuu ile Isaya 51:6, ambapo anatuonyesha kwamba mbingu na nchi zinaweza zikaondoka, lakini yodi moja wala nukta moja ya Torati, kwa maana ya sheria, haitaweza kuondoka, wala yote yataweza, hata yote yatimie. Kwa hiyo uthibitisho wa jambo hili vizuri kwamba haki ya Mungu ni sheria yake. Hebu turudi pale kwenye Isaya 51. Tulisoma fungu la 6, twende mpaka la 7 sasa. Turudi pale kwenye Isaya 51, tulisoma fungu la 6, twende pale tufike hadi fungu lake ni la 7. Neno la Mungu linasemaje? Isaya 51, mstari wake ni wa 6, twende mpaka ule wa 7. Neno la Mungu linasema, inueni macho yenu mbinguni, mkatazame nchi chini, maana mbingu zitatoweka kama moshi, na nchi itachakaa kama vazi, nao wakao ndani yake watakufa kadhalika. Bali wokovu wangu utakuwa wa milele, na haki yangu haitatanguka. Nisikilizeni ninyi mjuao haki. Sasa anaielezea ile haki ambao anasema ni watu gani wanaijua hiyo haki ambayo ya Mungu haitatanguka. Fungu la 7, nisikilizeni ninyi mjuao haki, watu ambao mioyoni mwenu mna sheria yangu. Msiogope matukano ya watu, wala msifadhaike kwa sababu ya ziaka zao. Maandiko yanasema nisikilizeni ninyi mjuao haki, watu ambao mioyoni mwenu mna sheria yangu. Kwa hiyo watu wanaojua haki ni wale watu ambao ndani ya mioyo yao wana sheria ya Mungu. Hao ndio watu ambao wanaijua nini? Haki. Hao ndio watu wanaijua haki. Kwa hiyo haki ya Mungu ni sheria yake, na wale wanaijua haki hiyo ni wale walio na hiyo sheria ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo wanaojua haki ya Mungu ni wenye sheria ya Mungu mioyoni mwao. Hawa ndio wanaitwa wenye haki. Hawa ndio wanaitwa wenye haki. Hebu twende pia tuone kitabu cha Zaburi 37. Twende pale Zaburi 37 28 mpaka 32. Kitabu ni cha Zaburi 37. Zaburi 37 mstari wake ni wa 28 mpaka 32. Neno la Mungu linasemaje? Anasema, kwa kuwa Bwana hupenda haki, wala hawaachi watumwa wake. Wao hulindwa milele, bali wazao wasio haki anasema ataharibiwa. Wenye haki watairisi nchi, nao watakaa humo milele. Kinywa chake mwenye haki unena hekima, na ulimi wake unena hukumu. Sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake, hatua zake hazitelezi. Maandiko yanasema hivi kuhusu mwenye haki: sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake. Kwa hiyo wenye haki ni wale ambao sheria ya Mungu imo ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo haki ambayo ni msingi wa serikali ya Mungu ni sheria yake. Ni sheria yake. Naweza tukasoma pia kwamba wanaotenda haki ni wale wasioiacha sheria ya Mungu, na Mungu mwenyewe anasema kwamba mtu anayefuata sheria yake ni mtu mwenye haki. Twende kitabu cha Ezekieli. Some fungu hili. Ezekieli 18 fungu la 9. Ezekieli 18 mstari wake ni wa 9. Twende pale. Kitabu ni cha Ezekieli 18 mstari wake ni wa 9. Neno la Mungu linasemaje pale? Ezekieli 18
mstari wake ni wa 9. Neno la Mungu linasema, tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kushika hukumu zangu, mtu huyu ni mwenye haki, hakika ataishi, asema Bwana. Tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kushika hukumu zangu, mtu huyu ni mwenye haki, hakika ataishi. Kwa hiyo sasa, mpango wa Mungu ni kwamba sheria yake ndiyo iwe msingi wa serikali yake. Kwa msingi wa serikali yake ni sheria yake ya upendo, na huu ndio msingi wa serikali ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo leo tulikuwa tukijifunza jambo hili kwamba tabia ya Mungu na msingi wa serikali yake. Kwa tabia ya Mungu ni upendo. Mungu mwenye upendo alikusudia atakapoweza kuviumba viumbe, avipe kanuni hii, avipe sheria hii, ni upendo. Kwa hiyo tabia yake ndiyo sheria yake. Tabia ya Mungu ndiyo sheria yake, na hapo utaona Mungu ni tofauti na serikali ya Mungu ni tofauti na serikali nyingine zote. Yule ambaye ni mtawala, ambaye ni Mungu, vile alivyo ndivyo alitaka viumbe wawe. Sheria aliyoiweka ni yeye alivyo. Yaani Mungu hatoi sheria ambayo yeye anaivunja alafu viumbe waishike. Hapana. Mungu anatoa sheria ya yeye alivyo, yani vile ambavyo yeye alivyo ndivyo akatoa pia kwa viumbe wake. Kwa hiyo tabia ya Mungu ndiyo msingi wa serikali yake. Kwa hiyo Mungu aliweza kukusudia kwamba wakati atakapoviumba viumbe atavipa uhuru wa kuchagua, na akaweka sheria hii ya upendo ndiyo iwe msingi wa serikali ya Mungu. Kwa hiyo sheria hii ya upendo ndio ilikuwa ni kwamba iwe msingi wa serikali yake. Kwa msingi wa serikali ya Mungu ni sheria hii ya upendo. Basi sasa niweze kukuomba, baada ya kuwa nimeujenga huo msingi vizuri katika neno la Mungu, kuithibitisha jambo hilo, basi niweze kusoma aya hizi kutoka kwenye vitabu vya roho ya unabii. Sasa hebu tuende kwenye roho ya unabii. Niweze kusoma nukuu hizi ambazo zitaweza kutuongoza kuweza kuona juu ya jambo hili tunaloliongelea, tabia ya Mungu na msingi wa serikali yake. Katika kitabu cha PP, nukuu ya kwanza nayoanza nayo, ninaanza nukuu ya kwanza. Hii nukuu inatoka katika kitabu cha PP 33 aya ya kwanza. PP maana yake ni Patriarchs and Prophets, kwa Kiswahili wazee na manabii. Kitabu cha wazee na manabii, aya hii ni ya Kiingereza, aya ni ya 33 mstari na ukurasa ni wa 33, aya yake ni ya kwanza. Anasema, Mungu ni upendo, asili yake na sheria yake itakuwa hivyo na itaendelea kuwa hivyo. Mungu ni upendo, asili yake na sheria yake itakuwa hivyo na itaendelea kuwa hivyo. Kwa hiyo Mungu yeye ni upendo, na hiyo ndio asili yake. Kwa Kiingereza anasema God is love, his nature, his law is love, it is ever has been, it is ever will be. Kwa hiyo Mungu ni upendo, asili yake na sheria yake. Kwa hiyo Mungu ni upendo, na hiyo ndio asili yake, na asili yake ndio ameiweka iwe sheria yake. Ndio Mungu alikusudia kwamba asili yake ndio iwe sheria yake, na anasema kwamba itakuwa hivyo na itaendelea kuwa hivyo. Unapoendelea kusoma nukuu ya pili natoka kwenye kitabu hicho cha PP, yani wazee na manabii 34 aya ya 3. Wazee na manabii 34 aya ya 3. Anasema, sheria ya upendo ndiyo msingi wa serikali ya Mungu. Furaha ya viumbe vyote vyenye akili hutegemea upatanifu wao katika kupatana na kanuni kuu za haki. Kanuni kuu ya haki. Kwa anasema kwamba sheria ya upendo ndiyo msingi wa serikali ya Mungu.
Kwa hiyo msingi wa serikali ya Mungu ni sheria ya upendo. Anaendelea kusema kwamba Mungu hafurahishwi, Mungu anaendelea kusema kwamba Mungu anahitaji kutoka katika viumbe vyake vyote huduma ya upendo, huduma ambayo inatoka katika kuithamini ama kuielewa tabia yake. Hahitaji utii wa kulazimishwa. Kwa wote ametoa uhuru wa kuchagua ili wote waweze kutoa huduma kwa kupenda. Kwa hiyo Mungu ambaye ni upendo, wakati alipoweza kuviumba viumbe, alihitaji kutoka kwenye viumbe vyake vimtumikie kwa kupenda. Vimtumikie kwa kufanyeje? Kwa kupenda. Hili lilikuwa ni kusudi la Mungu, kwamba atakapoweza kuviumba viumbe, basi hivi viumbe wakati vitakapokuwa vikimtumikia, vimtumikie kwa kupenda, si kwa kulazimishwa. Na Mungu hahitaji utii wa kulazimishwa. Kwa hiyo tunaona hapa, kama tulivyoona, wakati Mungu alipokuwa akihitaji ya viumbe, ilibidi ya viumbe aviwekee uhuru wa kuchagua. Uhuru wa kufanyaje? Wa kuchagua. Maana na yeye pia hataki kutii kwa kulazimisha. Kwa akaviumba viumbe akaviwekea utii wa kuchagua, na vyote akavipa hali ya kuweza kuchagua, ili viumbe hivi vitakapokuwa vikiumbwa viweze kumtumikia kwa kupenda au kwa kuchagua. Naendelea kusoma, kitabu ni hicho PP 52 aya yake ni ya 3. Kitabu ni PP 52 aya yake ni ya 3. Aya ninazotoa ni za Kiingereza mpendwa. Anasema sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe. Sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe. Ni ufunuo wa mapenzi yake, ni nakala ya tabia yake. Ndiyo inaelezea upendo wake wa kimungu na hekima yake. Kwa hiyo anasema kwamba sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kama Mungu alivyo mtakatifu, na sheria yake ni takatifu. Na utaona kwamba sheria ya Mungu ilianza lini? Sheria ya Mungu haina mwanzo, kwa sababu Mungu hana mwanzo, na tabia yake amekuwa nayo milele. Kwa hiyo sheria yake haina mwanzo, maana sheria yake ni tabia yake mwenyewe, yani ni yeye mwenyewe. Tabia yake ndiye sheria yake. Kwa hiyo jinsi ambavyo Mungu hana mwanzo, ndivyo ambavyo pia sheria yake haina mwanzo. Na sheria yake ni takatifu kama Mungu mwenyewe. Sheria yake ni takatifu na ni muhimu mbele zake kuliko vingine vyote. Hebu ili unielewe hapa kwa nini nasema kwamba sheria ni muhimu kuliko vingine vyote. Nukuu inatoka katika kitabu hicho. Nukuu hii inatoka katika kitabu cha 1SP 50 aya yake ni ya 2. 1SP 50 aya yake ni ya 2. Nikisema 1SP maana yake ni kwamba ni Spirit of Prophecy Volume 1. Kitabu kinaitwa Spirit of Prophecy Volume 1, ukurasa wa 50 aya yake ni ya 2. Kwa Kiswahili ni kitabu hichi kinaitwa Roho ya Unabii gombo la kwanza. Kuna vitabu vimeandikwa, yapo magombo 4. Kuna Roho ya Unabii gombo la kwanza mpaka la 4. Sasa hili ni gombo la kwanza. Katika hicho kitabu kinachoitwa Spirit of Prophecy 50, ukurasa wake ni wa 2. Anasema sheria yake ni ya muhimu zaidi machoni pake kuliko malaika wanaomzunguka. Kiingereza anasema his law was more important in his sight than the holy angels around his throne. Anasema sheria yake ni muhimu hata kuliko vile viumbe vinavyomzunguka. Tutakuja tuone malaika waliumbwa kabla yetu, lakini sheria ya Mungu ni ya muhimu hata kuliko wale malaika wanaomzunguka, maana sheria yake ni nakala ya tabia yake. Anasema kwamba ni ufunuo wa mapenzi yake, na ndio unaoonyesha jinsi vile Mungu alivyo. Jinsi ambavyo Mungu aliumba viumbe akaviwekea sheria hii ya upendo kwamba vipende, ndio inatufafanulia Mungu alivyo. Kwa sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe.
Nisome nukuu hii pia, inatoka katika kitabu ni cha DA 22 aya ya kwanza. DA 22 aya ya kwanza. DA maana yake ni desire of age, Kiswahili ni tumaini la vizazi vyote. 22 aya yake ni ya kwanza. Mjumbe wa Mungu anasema, matumizi ya nguvu ni kinyume cha kanuni ya serikali ya Mungu. Matumizi ya nguvu ni kinyume cha kanuni ya serikali ya Mungu. Mungu anahitaji huduma ya upendo. Upendo hauwezi ukalazimishwa, na hauwezi ukapatikana kwa nguvu na mamlaka. Ni upendo pekee unaoweza kuamsha upendo. Kumjua Mungu ni kumpenda, na tabia yake lazima ijidhihirishe ikiwa kinyume na tabia ya shetani. Anasema kazi yake ni mmoja tu ambaye katika malimwengu yote angeliweza kufanya. Mmoja tu ambaye alijua kina na upendo wa Mungu. Huyo ndio ambaye angeufanya uweze kujulikana. Kwa hiyo Mungu alikuwa na mmoja, alikuwa na mshirika ambaye ni Yesu, ni Kristo. Kama tulivyojifunza huko nyuma, Mungu alikuwa na mshirika ambaye ni Kristo. Huyu peke yake ndiye angeweza kuufanya ule upendo wa Mungu upate kujulikana kwa viumbe. Kwa hiyo kwenye ile kanuni ya serikali ya Mungu, serikali ya Mungu haitumii nguvu. Mungu atawali kwa kutumia nguvu. Mungu anatawala kwa kutumia upendo, si kwa kulazimisha. Anatawala kwa viumbe kumruhusu. Kwa Mungu katika kuianzisha serikali yake, alipanga kwamba anapoianzisha serikali yake viumbe watakao kuwepo kwenye serikali yake wamtumikie kwa kuchagua, si kwa kulazimishwa. Huo ulikuwa ni msingi wa serikali ya Mungu. Sasa sheria hii ya Mungu ilikuwa ndiyo sharti la viumbe, na ndiyo msingi wa ile serikali ya Mungu. Ilikuwa ndiyo sharti la viumbe na sharti la uhai. Sasa sheria hiyo tukisoma katika kitabu cha PP 63 aya yake ni ya pili. PP 63 aya yake ni ya pili. Hapa anasema PP 63 aya yake ni ya pili. Anasema kuvunja sheria ya Mungu kunahitaji maisha ya yule mvunjaji. Kwamba kuivunja sheria ya Mungu kulihitaji maisha ya yule mvunjaji. Yaani maana yake ambaye sasa kiumbe yoyote ambaye angeliweza kuivunja sheria ya Mungu angelikoma kuishi kwa tabia. Kwa maana hii, kiumbe ambaye angekoma kuwa na tabia ya Mungu, maana Mungu tabia yake ni upendo na yeye ndiye uzima, angelikuwa amemkataa Mungu. Kuikataa tabia ya Mungu ni kumkataa Mungu. Kwa hiyo ingelitokea kwa mpango wa Mungu kwamba kiumbe yoyote ambaye amepewa utashi wa kuchagua kwamba ifike mahali kiumbe huyu aikatae sheria yake, kiumbe huyu alikuwa anajing'oa au anajitoa katika maisha ya uzima wa milele, maana alikuwa anamkataa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kuikataa sheria ya Mungu ilikuwa ni kumkataa Mungu mwenyewe, maana sheria ya Mungu ni nakala ya tabia ya Mungu. Kwa anasema kuivunja hiyo sheria kulikuwa kuna hitaji kiumbe huyo kutokuwepo. Maana yake kama ungelikoma kuwa na upendo, kumpenda Mungu na kumpenda mwenzako, ungelikoma kuwa na uzima. Kwa hiyo utakuja kugundua kwamba sharti la uzima wa milele lilikuwa ni sheria hii ya upendo. Anaendelea kusema kwamba kwa sababu sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe. Kwa sababu sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe alivyo, ni mmoja tu ambaye alikuwa ni sawa na Mungu angeliweza kufanya upatanisho kwa mvunjaji wake. Kwa hiyo sheria ya Mungu ambayo ni takatifu, endapo ingelivunjwa, ni mmoja tu ambaye alikuwa yuko sawa na Mungu ndiye angeweza kufanya upatanisho wa ile sheria ya Mungu. Na ndiyo tulijifunza huko masomo huko nyuma kwamba kwa ajili ya sheria yake hii Mungu kabla hajaweza kuumba alijinakilisha kwanza. Alijinakilisha maana yake Mungu alijigawa mara mbili. Kama hujaelewa jambo hilo, fuatilia kwenye masomo huko nyuma tumelifundisha.
Na hii ilikuwa ni mpango wa Mungu kwamba baada Mungu mmoja ni roho moja ya milele. Ile roho moja ya milele ilijinakilisha zikawa sehemu mbili. Sehemu moja ndio tunairejelea kama Baba na sehemu ya pili ndio tunairejelea kama Mwana. Sasa sehemu hii ya pili ambayo iko sawa kabisa na sehemu ya kwanza, ndiyo Mungu alikuwa amepanga kwamba Kristo ndiye atakuwa mpatanishi kati ya Mungu na viumbe endapo sheria hii ingevunjwa. Kwa anasema sheria ya Mungu ni takatifu na ni mmoja tu ambaye alikuwa yuko sawa na Mungu. Na kupitia kwamba Yesu pekee ndiye anaweza akawapatanisha wavunjaji wa sheria na Mungu, ni ushahidi wa kwamba kwa sababu sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe, Yesu asingelipaswa kupungua hata kidogo katika usawa na Mungu. Maana sheria yake haijapungua hata kidogo na tabia yake. Sheria yake na tabia yake ni nakala ile ile. Na hivyo maandiko yanasema kwamba endapo sheria hii ingelivunjwa, alikuwepo mmoja tu ambaye yuko sawa na Mungu katika hali zote. Huyu pekee ndiye angeliweza kuwa mpatanishi kati ya viumbe na Mungu. Na Mungu hata kabla hajaumba viumbe, wakati ameviwekea uhuru wa dhamiri, aliliona tatizo la dhambi mbele. Jambo hili tutalielezea hapo mbele vizuri rafiki, endelea tu kufuatilia masomo haya. Utaweza kupata fafanuzi hizi na wote kwa pamoja, ili Mungu aweze kutufunulia mambo haya ya uungu. Sasa utaweza kuona kwamba sheria hii endapo ingevunjwa, nisome pia katika kitabu hichi ni cha PP 64 aya yake ni ya 4. Anasema kwamba wakati sheria hii hata ilipovunjwa hapa duniani, maelezo haya yaliweza kutolewa na malaika kwa wanadamu, kwa maana ya Adam na Hawa. Maelezo haya yalitolewa katika kitabu cha PP 64 aya yake ni ya 4. Anasema waliambiwa kwamba kwa sababu sheria ya Mungu, sheria ya Yehova, waliambiwa kwamba kwa sababu sheria ya Yehova, yani sheria ya Mungu, ndio msingi wa serikali ya Mungu mbinguni na duniani. Kwa hiyo hivyo hata maisha ya malaika yasingeliweza kukubaliwa kuwa kafara kwa mvunjaji wake. Kwa hiyo hata maisha ya malaika, kwa hiyo endapo hii sheria ingelitokea ikavunjwa kwa mpango wa Mungu, utaona kwamba ni yule aliyekuwa sawa na Mungu tu ndiye angeliweza kuvipatanisha viumbe. Na ndio sasa unapojifunza na Mungu kwa kuelewa msingi wa serikali ya Mungu, na tabia yake, inakufanya umuelewe Kristo vizuri. Ni kwamba Kristo yuko sawa na Mungu. Maana hata sheria hii ilipovunjwa, ni yeye pekee ndiye ambaye angeliweza kuwa mpatanishi. Hebu nisome hapa nukuu moja pia ambayo itaweza kutusaidia kulielewa jambo hili katika kitabu kinaitwa Review and Herald ya Aprili 5 ya mwaka 1906. Aya yake ni aya ya 5. Aya hii inasema tangu milele Kristo alikuwa mpatanishi wa agano. Kwa hiyo tangu milele Kristo aliwekwa awe mpatanishi kati ya Mungu na viumbe. Nisome katika kitabu pia nukuu ya pili hapa inatoka katika kitabu cha Selected Message, kitabu cha kwanza ukurasa wa 250. Selected Message kitabu cha kwanza ukurasa wa 250 anasema Kristo aliteuliwa katika ofisi ya mpatanishi tangu uumbaji wa Mungu, akitengwa tokea milele kuwa mbadala na mdhamini. Kwa hiyo Mungu, tulijifunza huko mbele kwamba kwa ajili ya msingi wa tabia yake, Mungu kwa sababu anajua yote na anayaona yote mbele,
Mungu anaona yote mbele. Hebu ngoja niweze kusoma hili, na mambo haya tutaendelea kuyafafanua. Tuendelee kushikamana kwa pamoja. Tunapomzungumza Mungu, ni msingi uweze kujua jambo hili kuhusu Mungu. Isaya 46:9 na 10. Kitabu ni cha Isaya. Isaya 40 ngapi? 46 mstari wa 9 na 10. Anasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo. Mwisho anauona tangu mwanzo. Ieleweke kuwa kabla Mungu hajaumba vyovyote chochote, Mungu alikusudia kwamba msingi wa serikali yake iwe ni sheria yake ya upendo. Na sheria hii aliweza kukusudia kwamba kwa ajili ya sheria hii ya upendo ndio ilikuwa sababu ya Mungu kuwaumba viumbe wenye uhuru wa kuchagua, maana upendo haulazimishwi. Kwa hiyo Mungu aliviumba viumbe viwe huru, viweze kuchagua. Kutokana na uhuru huo wa kuchagua, Mungu aliona kimbeleni uasi wa sheria hii. Kabla Mungu hajafanya uumbaji, ndio tulijifunza kwanza, alijinakirisha, alijigawanya mara mbili. Kwa nini? Na baada ya kuwa Mungu amejigawa mara mbili, sehemu moja ikarejelewa kama Baba na sehemu nyingine ikarejelewa kama Mwana au kama Kristo. Sasa Kristo anatakiwa awe sawa na Mungu. Anatakiwa awe sawa na Mungu katika hali zote, na yeye sasa ndiye atakuwa mpatanishi kati ya Mungu na viumbe. Wakati sheria ya Mungu itakapotokea ikivunjwa, yeye ndiye atavipatanisha viumbe na Mungu. Kwa hiyo impatanisha alitakiwa awe na hali zote na Mungu. Ndio tunasema kwa kuielewa jambo hili kwamba tabia ya Mungu ni upendo na ndio sheria yake, basi yule ambaye atakuwa mlipaji wa hii sheria wakati sheria hii ikivunjwa, inabidi awe sawa na Mungu katika hali zote. Katika uwepo wake awe sawa na Mungu, katika tabia yake, katika maamuzi yake, katika uwezo wake, katika uelewa wake. Yani ndiyo tulijifunza kwamba Kristo hana mwanzo. Kristo hana mwanzo. Maana tukisema Kristo hana mwanzo, inamaanisha kwamba hata sheria ile ya Mungu imemtangulia, ni kubwa kuliko Kristo. Sasa atawezaje kuilipa hiyo sheria? Fikiria kwa makini hapo rafiki. Sheria ya Mungu haikumtangulia Kristo. Kristo amekuwepo kama vile, maana sheria ya Mungu imekuwepo na Mungu. Ni tabia yake. Mungu hana mwanzo, kwa hiyo amekuwa na hiyo tabia siku zote, na asili yake ni upendo. Ndio unagundua kwamba kwa kuielewa siri hii ya kwamba Mungu ni upendo na sheria yake ni upendo, wakati tunapomkuta Kristo ambaye alikuwa pamoja na Baba kama ambaye alikuwa mmoja ambaye akiwavipatanisha viumbe wakati vimevunja sheria hii, yeye anatakiwa awe sawa na awe ndiye mwenye ile sheria. Yaani maana yake Kristo anatakiwa asipungue chochote kutoka kwenye ile sheria. Sheria haikumtangulia. Tukisema kuna wakati Mungu Baba alikuwepo, Kristo hakuwepo, ni kusema kwamba kuna wakati sheria ilikuwepo na Mungu alikuwepo na Kristo hakuwepo. Na hivyo kuja kufundisha kwamba Kristo amekuwa mlipaji wa deni wakati sheria ilipovunjwa, yeye ndiye amekuwa mpatanishi. Hiyo haileti maana katika uungu. Inalifanya somo la uungu na inamfanya Kristo kutokueleweka na inalivuruga somo lote la uungu. Na hapo ndiyo muwe makini wale mnaofundisha kwamba Kristo ana mwanzo. Ni kwa sababu hamjataka kuangalia kwa umakini tabia ya Mungu na msingi wa serikali yake. Na Mungu atusaidie katika kulielewa mambo, kuweza kulielewa jambo hili. Tukutane katika kipindi kingine. Mungu akubariki. Tuombe. Baba, tunakushukuru. Asante kutufunulia mambo haya. Endelea kutufunulia ili tulielewe somo hili la uungu. Tuwezeshe kuyaelewa mapenzi yako ili tusikutende dhambi. Tunaomba hayo machache kupitia jina la mwanao Yesu. Amina.
Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Mafundisho idara bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha
mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.